walikuja jamaa zangu hapa wakiongozwa na mjomba wangu. Moja ya jambo kubwa walilizungumza hapa, swala la ushirika. Nataka kuliweka sawa. Kwa nini? Kwa sababu mwaka 2018 mimi nikiwa mbunge wa Mtama, pale bungeni tulisimama kutetea zao la korosho, na mimi niliwaongoza wenzangu, na nawashukuru wabunge wa mikoa ya Lindi na Mtwara waliniunga mkono. Tukapigana juu ya korosho yetu. Katika watu walioambatana na mjomba na akiwemo Lema na wenzake walikuwemo bungeni, walifunga midomo yao. Hawakuwa watetezi wa korosho. Wakija hapo wakajifanya wana uchungu na korosho, ni wanafiki, kwa sababu wakati ule hawakuwa na sisi. Mbunge peke yake wa upinzani aliyesimama na wabunge wa kusini kutetea korosho alikuwa mbunge wa Kigoma Zito, na wala sioni aibu. Wewe Mpango unayesema unakusanya sana, na mkasema mnaweza kununua, kama mnanunua ndege mtanunua korosho. Taarifa. Na wakulima jana, taarifa, wanunuzi wa korosho jana, mwenyekiti, wametoa statement kwamba hawatanunua tena korosho. Na mimi namtaka Waziri Mpango anajumuisha hapa atuambie wananunua korosho za wakulima zote ambazo ziko kwenye magara, kwa sababu hili jambo mliambiwa hapa. Wananchi walipanga kufikia mwezi wa 9 huu, mwezi wa 10, mwezi wa 11, wao wameuza korosho zao wapeleke watoto wao shule. Wao wameuza korosho zao wanunue warau bodaboda, wengine walipe kodi za nyumba, wengine wafanye nini. Tunataka Waziri Mpango unapokuja hapa, jibu la kwanza utuambie, kwa sababu mlisema mtanunua korosho, utuambie mnaanza kununua lini korosho, na kwa bei ya 3,000 kwenda juu, hakuna kushuka hata shilingi 100. Yeye nafikiri umaskini huu ni wa Mungu? Ni umaskini wa stakabadhi ghalani. Tunaelewana? Nikaambiwa kitu kingine, watu wa wapi pale kwa waziri mkuu wa Ruangwa, kwenye kila kilo moja ya korosho wanakata shilingi 20, inapelekwa kwenye timu ya mpira inaitwa nini ile? Yaani wewe mkulima wa korosho, uwe unaijua hiyo timu au huijui, wanakata shilingi 20 kwenye kilo yako ya korosho. Ile timu ilikuwa ya wazungu ya mgodi, sasa imekuwa ni namna ya kunyonya wananchi wa Ruangwa na maeneo haya. Ndio maana ya umaskini hautokani na Mungu. Yale maneno mpaji Mungu, wanaiba, alafu wanawaambia mpaji Mungu, wanawaibieni, wanawatieni umaskini. Hapo wanaandika kwenye magari yao, aliyenipa mimi ndio amekunyima wewe. Sawa sawa. Ndio maana kusini iko nyuma. Kuna kipindi fulani mlikuwa mnauza korosho yenu kwa wafanyabiashara, mnapatana bei, au sio? Hamkuletewa jeshi nyie? Hamkuletewa jeshi? Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ambao kazi yao ni kupigana na wanajeshi kama wao, waliletwa ili kuja kuwaibieni korosho kwa nguvu. Na waliwaibieni korosho kwa nguvu. Na mtoto wenu alikuwa waziri mkuu. Au namsingizia? Namsingizia? Wawe kuniambieni nye watu wa kusini, mmewakoseeni nini hawa sisi? Wanawafanyia mabaya yote haya kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sasa yote haya yanatokea kwa sababu kubwa ni hii: hamna viongozi wa kuwasemea.
hamna watu wa kuwapigania, na nyie mmeaminishwa kwamba hamwezi mkajipigania. Hamna watu wa kuwapigania. Wabunge sio wa kwenu. Wabunge wanachaguliwaje? Ili mbunge achaguliwe, huyu Mwambe hapa na Mwambe wa pale, kitu gani kilitokea? Ili Majaliwa achaguliwe waziri mkuu ilikuwaje? By the way, amechaguliwa, amepigiwa kura na nani? Wa Ruangwa. Nani wa Ruangwa aliyepiga kura hata moja ya kumchagua Majaliwa, Kassim Majaliwa kuwa mbunge? Nani aliyepigia kura Cecil Mwambe hapo na nini? Tuna mfumo wa uchaguzi ambao hauturuhusu sisi wananchi kuchagua viongozi tena. Nani aliyepigia kura Nape Nnauye? Nani? Kwa hiyo Nape Nnauye hajapigiwa kura na mtu. Cecil Mwambe hajapigiwa kura na mtu. Majaliwa hajapigiwa kura na mtu. Wengine wameshinda kwa sababu ya mitutu ya bunduki na mabomu ya polisi. Alafu unategemea wakienda bungeni, unategemea wakutetee. Wakutetee kwani umewapa huo ubunge? Wakutetee kwani umewachagua? Wamechaguliwa kwa mitutu ya bunduki, wamechaguliwa kwa kuengua wapinzani, sio kwa kura zenu. Kwa nini wawatetee nyinyi? Na madiwani ni hivyo hivyo, na wenye viti wa vijiji ni hivyo hivyo, na mitaa ni hivyo hivyo. Kwa ukikabwa hapa na polisi umepelekwa kituoni, unasingiziwa kesi, na kesi zote huwa ni za kusingiziwa. Kuna wa kukusemea, sio mwenyekiti wa mtaa, sio kitongoji, sio mwenyekiti wa kijiji, sio diwani, sio mbunge. Ndio maana sasa wanapoiba mazao yenu, hamna anayesema, kwa sababu tuna mfumo wa uchaguzi usioturuhusu kuamua nani ndio atusemee. Unanielewa? Na hii itaendelea usipofanya mabadiliko. Hii itaendelea mpaka Yesu atakapokuja kutukomboa wazima na wafu. Sasa nani anayetaka hayo? Nani anataka hayo?